shupavu na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche amemvaa vikali katibu wa uenezi wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kihongozi pamoja na waziri anayesimamia jeshi la polisi Patrobas Katambi. Katika mfululizo wa hotuba zake kali zilizovutia hisia za maelfu ya wananchi, John Heche ameibua tuhuma nzito kuhusu uhalali wa uongozi wa sasa na jinsi viongozi hao vijana wa chama tawala wanavyotumiwa kudhibiti harakati za kisiasa nchini. Mwanasiasa huyo ameeleza kuwa viongozi hao wanajua wazi kuwa mfumo unaowaweka madarakani au kuchaguliwa na wananchi, jambo linalofanya waziri wao na nafasi zao kukosa baraka za kikatiba mbele ya jamii ya Watanzania. Katika kuanza uchambuzi huo wa kisiasa, John Heche amezungumzia kwanza Kenani Kihongozi, akimtaja kama kijana wa shule ambaye bado anakosa ukomavu na uzoefu wa kutosha katika medali ya siasa na kiushindani hapa nchini. John Heche ametoa onyo kali dhidi ya Kenani hapa Kihongozi, akieleza kuwa jaribio lolote la katibu huyo wa uenezi kupambana na nguvu za upinzani litasababisha kupasuliwa kifua chake kisiasa kupitia majukwaa ya hoja ya kweli. Kiongozi huyo amebainisha tofauti kubwa iliyopo, kwani Kenani Kihongozi na wenzake wanalalamika kusomba raia kwa magari kutoka maeneo mbalimbali kama Mlera na Tabora ili kujaza viwanja, wakati harakati za upinzani zinavutia watu kwa hiari yao wenyewe mara tu wanaposikia sauti ya mabadiliko ikivuma maeneo yao. Baada ya kumalizana na msemaji huyo wa chama tawala, John Heche amemgeukia moja kwa moja waziri Patrobas Katambi kufuatia vitisho na maagizo yaliyotolewa hivi karibuni na kiongozi huyo wa serikali. John Heche amemjibu waziri Katambi kufuatia madai yake kuwa viongozi wa upinzani wana uchu wa madaraka na kwamba wanafanya vucho wakati wa mikutano yao ya hadhara mikoani. Mwanasiasa huyo wa upinzani amefafanua uhusiano wao, akieleza kuwa Patrobas Katambi ni mdogo wake sana kisiasa, ambaye amekuwa akifuata na kuiga nyayo zake kwa kipindi kirefu, kiasi cha kuwa na ujumbe mfupi wa maandishi kwenye simu yake ya mkononi ukienda ushahidi wa jinsi waziri huyu alivyokuwa akimwomba ushauri hapo zamani. Mjumbe huyo amekumbusha umma kuwa yeye amewahi kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana na mbunge wa upinzani aliyepigiwa kura nyingi na wananchi, wakati Patrobas Katambi hakuwahi kuchaguliwa na wananchi katika jimbo lolote lile nchini Tanzania. John Heche ameweka wazi kuwa nafasi pekee ya ubunge aliyowahi kuipata Patrobas Katambi ilitokana na kubebwa na kuteuliwa na aliyekuwa rais wa awamu ya 5 John Pombe Magufuli, baada ya mwanasiasa huyo kijana kushindwa vibaya na kushika nafasi ya mwisho kabisa katika mchakato wa kura za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi. Heche amemshauri Patrobas Katambi kuacha kutoa vitisho, kwani yeye hajawahi kuwa na uoga tangu kuzaliwa kwake. Suala la uchu wa madaraka limejadiliwa kwa kina, ambapo John Heche ameweka wazi kuwa watu wenye uchu wa kweli wa madaraka ni wale wanaovunja katiba zao ili kujilinda, akimtaja Rais Samia Suluhu Hassan kama mfano wa kiongozi waliojipenyeza madarakani kinyume cha misingi ya uchaguzi huru. Mwanasiasa huyo ametoa siri kwa mkutano mkuu wa chama tawala uliotafutiana na misingi ya kidemokrasia kule Dodoma, ambapo viongozi walilazimika kupitisha Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa rais bila kuruhusu wanachama wengine kuchukua fomu wala kupigiwa kura ya hiari. Amefafanua kuwa kitendo cha Samia Suluhu Hassan kukataa kubisha kiti wakati akiteuliwa
kukiuka kanuni kuu za kisheria zinazokataza mtu kuwa hakimu wa kesi yake mwenyewe. John Heche amefafanua kuwa katika mkutano huo wa Dodoma uliokuwa na ajenda 4, viongozi wakuu walishindwa kusimamia katiba yao, ambapo ajenda ya kwanza ilikuwa ni kumteua makamu mwenyekiti wa chama Mzee Pius Mzengwa, ambaye kiongozi huyo amemtaja kama mtu anayesinzia ukumbini wakati wote wa vikao. Ajenda zilizofuata zilihusu taarifa za utendaji zilizowasilishwa na Katibu Mkuu Emmanuel Nchimbi pamoja na kiongozi kutoka Zanzibar Uzeid Emel Abdullah. Ajenda ya mwisho ilikuwa ni taarifa ya utekelezaji wa ilani iliyosomwa na Kassim Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu, ambapo badala ya kufuata sheria waliamua kupaka katiba yao kwa kumbandisha jukwani Samia Suluhu Hassan na kumtangaza mapema kabla ya miezi ya uchaguzi mkuu kufika. Katika hotuba yake kuhusu vyombo vya ulinzi, John Heche amekosoa uamuzi wa Patrobas Katambi wa kutangaza kiasi cha shilingi milioni 100 kwa ajili ya wananchi watakaotoa taarifa ya wahalifu. Mwanasiasa huyo ameeleza kuwa hatua hiyo imerekodi udhaifu mkubwa wa jeshi la polisi pamoja na idara ya usalama wa taifa inayofahamika kama Tanzanian Intelligence na Security Service. Amefafanua kuwa nchi ina vyombo vinavyoweza kitaalamu namna ya kubaini makosa na uhalifu mitaani, na kwamba uamuzi wa kuhamasisha mzigo huo kwa raia wa kawaida ni uthibitisho wa wazi kuwa idara hizo zimeshindwa kutekeleza majibu wao wa msingi wa kulinda maisha ya mali ya raia wake. Mwanasiasa huyo ametoa wito kwa askari wa usalama kutokubali kutumika vibaya na viongozi kama Patrobas Katambi au Kenani Kiongozi kutekeleza amri haramu ya kuua au kutesa raia wasio na hatia nchini. John Heche amewataka askari polisi kupiga saluti na kukataa maagizo yanayokiuka sheria za nchi, kwa sababu laana ya kumwaga damu isiyo na hatia itabaki juu ya maisha yao na vizazi vyao vyote. Amebainisha kuwa upinzani unadai mazingira yaliyolingana na kisiasa na huwezi kuendelea uchaguzi huku mwamuzi akiwa ni msemaji wa timu mojawapo kama Mohamed Ali au Haji Manara, kwa sababu maamuzi hao yatakuwa na upendeleo wa wazi uwanjani. Mjumbe huyo wa kamati kuu amemaliza kwa kusisitiza kuwa ana chuki binafsi wala ugomvi wa kibinafsi na Rais Samia Suluhu Hassan kama binadamu, bali anapinga mfumo mbaya wa kiutawala unaonyima raia haki zao za msingi za kiuchumi na kijamii. John Heche ameeleza kuwa Tanzania ni mali ya raia wote na watoto wa wananchi wa hali ya chini wanastahili kuishi vizuri na kupata fursa sawa sawa na anapolala mtoto wa rais anayeitwa Abdul. Amemtaka Patrobas Katambi kuacha kabisa tabia yake ya kutoa vitisho dhidi ya harakati za umma na badala yake aende akivitishe vyeo hivyo vya mke wake na watoto wake nyumbani kwake, kwa sababu ukweli inaendelea kusemwa wazi bila uoga wowote.